You are watching to BW Media. Stay informed. Jifunza kanuni hizi na zitakusaidia kuelewa unabii vizuri. Unaposoma Danieli na Ufunuo utajifunza na utaelewa, kwa sababu umejifunza zile kanuni za msingi za kuelewa unabii ambao umetumia kwa lugha ya ishara, vidokezo na tamithali za semi. Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji na mtazamaji wa vipindi hivi vya mfululizo wa kujifunza Biblia kutokea hapa channel yako pendwa ya BW Media. Karibu tena katika vipindi vyetu hivi, na tunaendelea na somo letu la 7 wiki hii, tukiwa na somo zuri kabisa mpenzi mtazamaji, lenye kichwa kinachosema misingi ya unabii. Nikukumbusha somo lililopita lilikuwa somo la 6 na tulizungumza namna ya kuelewa kafara, na naamini mpenzi mtazamaji ulipata kitu katika somo lile. Na leo ni kuombe uendelee kwa pamoja nasi ukijiunga mwanzo mpaka mwisho, ili uweze kuelewa ni vitu gani hasa wachambuzi wangu leo wataenda kuchambulia na kuletea hapo ulipo. Nikusihi mpenzi mtazamaji kuwa na lesoni yako karibu, ili uweze kutufuatilia, na pale unapoona hauelewi usisite kututumia maoni yako na swali lako, nasi tutalijibu kwa ajili ya kukusaidia uweze kuelewa zaidi. Na leo utakuwa nami Miriam Esau, lakini pia studio nitakuwa na wachambuzi wangu wa masuala ya imani kama kawaida. Niko na Dr. Martin Maduhu, lakini pia niko na ndugu Mgisha Edwin. Hao wote watakuwa nasi tukiendelea kuchambua kwa uzuri kabisa mada ya siku ya leo. Na tutakuwa na fungu la kukariri kama lilivyoandikwa hapa, na litatuongoza kutembea wiki nzima katika lesoni yetu hii, na linatoka katika kitabu cha Isaya sura ya 6 na ule mstari wa 8. Inasema, kisha nikaisikia sauti ya Bwana akisema, ni mtume nani, naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi. Hili ndio fungu utakalokuwa nalo juma hili, tukitembea nalo na likituongoza kuelewa somo letu misingi ya unabii. Karibu uwe nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Na kabla tujaanza kipindi chetu, nimkaribishe Daktari Maduhu waweze kutufungulia kwa ombi. Karibu. Asante. Naam, na tufumbe macho tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu mwenye haki na rehema tele kwa kutukirimia wasaa mwingine siye wachambuzi pamoja na watazamaji huko aliko. Roho wako mwema akawe pamoja na kila mmoja wetu, akatupitishe katika kweli hizi, akatufundishe zikadumu katika maisha yetu na tukaweze kuziishi hata pale ujapo. Amen. Amina. Na ombi hilo sasa linatupa kibali cha kwenda moja kwa moja katika lesoni yetu, kuijadili na kuingia kwa undani kabisa. Na kabla hatujaendelea sasa, tuweze kupata utangulizi. Na utangulizi huu utaitwa na ndugu Mgisha, akitupitisha ni vitu gani hasa tutakavyoweza kuviona katika somo letu la juma hili, misingi ya unabii. Karibu. Asante. Karibu katika somo la leo. Na somo la leo lina kichwa kinachosema misingi ya unabii. Hapa sasa leo tunaanza kuingia ndani, kuanza kuelewa unabii ulikuwepo kwa sababu ya nini. Mtu anaweza akawa anajiuliza kwamba hivi ni kwa nini tunapaswa kusoma unabii? Sio tu tunausoma ili tuelewe, tuwe ni wabobezi wa kuyasoma maandiko, lakini unabii umebeba ujumbe muhimu sana ambao katika ulimwengu huu ni muhimu sana kuusikia. Na leo tutakwenda kugusia kwa undani ni nini hasa lengo la unabii. Na leo tutakwenda kuanzia katika kile ambacho kimeelezwa katika kitabu cha Mwanzo, ambacho kitaelezwa pia katika kitabu cha Isaya, kitaelezwa pia katika kitabu cha Ufunuo, pale tunapozungumzia habari ya makerubi na maserafi. Kwa nini katika habari ya sanduku la agano? Je, mambo haya yanapozungumzwa yalimaanisha nini? Na sasa tutakwenda kuelewa kwamba ni kwa nini
Mungu aliweka ule mpango wa ukombozi ambao tunaona kwamba unajirudia tangu mwanzo, lakini pia leo tutaweza kuona kwa nini kila kunapotajwa neno makerubi tunauona ukiwepo uwepo wa Mungu, lakini mwisho tutakwenda kuhitimisha ya kwamba lengo halisi la unabii ni kumfunulia mwanadamu ukombozi ulioandaliwa tangu kale kwa namna utakavyotokea hatua kwa hatua. Unaona kwamba Mungu amekuwa akinena na watu wake katika nyakati tofauti na kwa namna tofauti, lakini katika unabii zimejificha siri za ukombozi za ajabu ambazo katika somo la leo tutakwenda kukufunulia, na mwandishi amezieleza kwa uzuri kabisa. Na ungana nasi tangu mwanzo hata mwisho uone ya kwamba Mungu amefunua vipi mpango wa ukombozi katika unabii. Karibu katika somo la leo. Asante sana. Utangulizi huo ndio sasa unatupeleka moja kwa moja kuangalia lesoni yetu hii. Ameelezea misingi ya unabii, tutaenda kuiangalia hapa vizuri kabisa. Na daktari, tulivyoona katika fungu letu la kukalili hapo, Mungu anauliza ni mtume nani katika kitabu cha Isaya, na tunakutana na maneno hapo, mimi hapa nitume mimi. Kauli hii kuna mahali ishawahi kusikiwa na sasa inasikiwa tena kwa mara ya pili. Karibu tuchambulie hapa ni kwa namna gani hii kauli imerudiwa tena na nani hasa aliyejibu kauli hii. Karibu. Naam, nashukuru sana. Tunazungumzia misingi ya unabii. Fungu elekezi limetuambia kwamba mimi hapa nitume, na katika maandiko kauli hii vile vile ilisikika wakati ule ambapo mwana wa Adamu anakuja kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Ni mshukuru mchambuzi wa awali kwa utangulizi mzuri, ametuambia misingi ya unabii. Nianze kwa kusema kwamba unabii ni taarifa inayotoka kwa Mungu, ni ufunuo unaotoka kwa Mungu mwenyewe. Sasa ikiwa ni ufunuo, kitabu cha Isaya sura ya 8 ambacho chenye mafungu 13 inabaki kama msingi wa kitabu cha nabii Isaya kabla ya huduma yake, mambo yatakayotukia. Kumbuka katika kitabu cha Isaya unabii juu ya kuzaliwa kwa Masihi, unabii juu ya mwisho wa ulimwengu huu, unabii juu ya kuja kwa mwana wa Adamu. Nabii huyu aliweka bayana taarifa hiyo kutoka kwa Mungu. Sasa tunapokuja nitume mimi, inakuja mara baada ya mafungu 5 ya kwanza hapo juu kuwa yameelezea. Kumbuka tutakwenda kuangazia katika muktadha wa kitabu hiki cha Isaya na unabii ambao umetolewa. Sasa ninapokuwa nikianza kwa upande wa nitume mimi, hiyo ipo katika kitabu kile cha Isaya fungu lile la 8 ambalo ndilo fungu letu. Kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema ni mtume nani, naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema mimi hapa nitume mimi. Huyu alikuwa nabii wa Mungu Isaya mara baada ya kumuona Mungu. Kumbuka kumuona Mungu kulikuja baada ya mfalme Uzia kuwa amekufa. Katika fungu la kwanza kabisa hii inatuambia kwamba ufalme wa duniani utapita, lakini Isaya anapotazama mbinguni anamuona Mungu ameketi katika kiti cha enzi. Na ufalme wa Uzia ilikuwa ni miongoni mwa ufalme ambapo Israeli ilineemeka sana, kuanzia kipindi cha miaka ya 780 hapo kushuka mpaka 740 wakati Isaya ndipo kitabu chake kinaanzishwa. Israeli imepitia nyakati ya neema sana. Sasa Uzia anakufa, Israeli inabaki bila mfalme, Yuda haina mfalme, lakini Isaya anamuona mfalme, na anapotazama anaona ule utakatifu. Na ndipo sasa swali linakuja, ni mtume nani? Kwa kuwa amepitia utakaso, amesafishwa kwa kaa la moto, tutaliona hapo mbele, ndipo anakuja na kauli hiyo. Hivyo hausemi kwamba nitume mimi ikiwa kwanza hujamuona mfalme halisi, hujakutana na Mungu, halafu pili haujasafishwa, halafu tatu ule wito ambao upo ndani mwako haujaweza kudhihirishwa. Sasa ninapokuwa nikitamatisha na kuhama katika nafasi hiyo ya mimi hapa nitume, ziko point chache ambazo
natamani katika matumizi yetu ya maisha ya kila siku tuweze kutambua. Kitu cha kwanza ni kwamba Nabii Isaya alijiona kuwa hafai, si chochote. Anasema ole wangu mimi mwenye midomo iliyojaa uchafu. Na hii inaonyesha kwamba Mungu anatumia mtu yeyote, hata kama unajiona haufai vipi, unapokutana na Mungu, anapokuonyesha ubaya wako, tambua ya kwamba sio kwamba uweze kuona jinsi ulivyo mbaya, hapana, bali usogee zaidi karibu na Mungu ili uweze kufanya kazi yake. Lakini pointi ya pili ni kwamba mimi hapa nitume ni pale ambapo unakutana na Mungu, nini unachokiona? Ruhusu udhaifu wako uweze kuonekana, ruhusu mapungufu yako yaweze kuonekana, aweze kuyasafisha, aweze kuyaondoa ili uweze kufanya kazi kwa ajili ya Mungu. Na nimalize kwa kusema kwamba katika namna ambayo Mungu anatumia wanadamu wa kawaida kabisa kama ujumbe kwa watu wengine, haina udhuru ya kwamba udhaifu huu tuweze kushikilia. Huwa tunasema kwamba kweli mwanadamu ni kiumbe dhaifu, ndio, lakini pale unapokutana na utakatifu wa Mungu hauna budi kuweza kutakasika. Kumbuka ya kwamba akichagua Mungu anatamani muwe mtakatifu kama yeye alivyo mtakatifu. Hivyo unapopata dhamana ya kufanya kazi ya Mungu, unapopata dhamana ya kushiriki mbaraka wa Mungu, udhuru wowote ule wa uchafu, udhuru wowote ule wa dhambi unapaswa uondoke, na ibaki neno moja tu, mimi hapa nitume. Kwa kuwa umekutana na Mungu, amekutakasa, umekuwa safi, sasa upo tayari kwa kazi yake. Asante. Asante sana daktari, umeelezea vizuri kabisa sehemu hiyo. Lakini ndugu Mgisha, tukiendelea hapa, tunaona Isaya alijua kabisa kwamba dhambi inamaanisha kupotea, na hakuwa ameelewa kwamba ni namna gani anaweza kusema niende, na akajua kabisa mshahara wa dhambi ni mauti. Lakini tunavyoona Mungu ni mwenye upendo, badala ya kutuacha tuangamie katika dhambi, alikuja kwa Isaya wakakutana. Hivi unaweza kuelezea kukutana huku kulikuwa na matokeo gani, na ni kwa nini ni muhimu sana kwetu sisi leo? Asante. Tunaona ya kwamba licha ya kuwa Isaya alielewa kwamba dhambi ni uchafu, lakini hii ilimaanisha nini? Tunaona ya kwamba Mungu yeye daima hufanya jitihada za kumsogeza huyu mwanadamu aliyepotea karibu na yeye. Kama tutakapokuja kuona hapo mbele kidogo, kurudi katika bustani ya Eden, tunaona pia kwa habari ya Isaya kwamba mwanadamu kufahamu kwamba ni mdhambi haitoshi kumsaidia. Ni sawa tu na kumwambia mtu wewe unaumwa na usimpe dawa, hujamsaidia. Lakini kumuonesha kwamba anaumwa na kumuonesha kwamba anaweza kupona ndiyo jambo la msingi. Kwa hiyo hata Isaya baada ya kuwa amekutana na Mungu hakuishia tu kujiona kwamba yeye ni mdhambi na hafai, lakini pia kukutana kule na Mungu kulimsaidia kuona ya kwamba anaweza kutakasika. Maana kama tulivyoona kwamba lile kaa la moto, dhambi zake zimeondolewa sana, amefunguliwa kinywa akaseme. Kwa hiyo jambo tunajifunza ni kwamba Mungu daima anatamani kumsogeza huyu mwanadamu ambaye amepotea ili arudi akafae kwa ajili ya kazi yake. Tunaona pia katika habari pia ya Yohana Mbatizaji ambayo imetumika ile tamathali aseme kwamba yeye pia kama serafi ambaye kazi yake ni kuangaza. Sasa tunaona kwamba mwanadamu ambaye ni mdhambi ni kama taa ambayo haiwezi kuangaza. Maana yake utaangaza nini ambacho huna? Ni lazima upate mwanga. Kwa hiyo tunaona kwamba mwanadamu aliyesamehewa dhambi hufananishwa na taa iliyopewa mwanga wa kuangaza. Kwa hiyo baada ya kuwa mwanadamu amesafishwa dhambi, ndipo anakwenda kuangaza kwa wanadamu wengine. Kwa hiyo hata mwanadamu ambaye uko hapo unaona ya kwamba mbona kama unajiona kuwa ni mdhambi sana, sikiliza, katika siku ya leo tunapata habari njema kupitia pia kitabu cha Isaya ya kwamba Mungu yuko tayari kukusafisha dhambi zako. Na akisha kukusafisha akutumie kuwaangazia wengine. Asante. Na tukidumu hapo, tunaona baada ya wazazi wetu kutenda dhambi na wakafukuzwa bustanini, Mungu aliweka makerubi
wenye kung'aa sana wawili kulinda ile bustani. Na makerubi hao walipewa kazi gani pale na ni kwa nini? Asante. Unaposoma katika kitabu cha Mwanzo ukaona kwamba wazazi wetu wanafukuzwa bustanini, kisha wanawekwa makerubi wawili pale wenye panga, unaona kwa haraka kwamba wanazuiliwa wasirudi bustanini, kama wanatishwa, yani kwamba wakijaribu tu kurudi hivi wanaona hatari, wanarudi. Lakini niliposoma leo nikagundua kitu tofauti, ya kwamba picha iliyoko pale ni tofauti na tulio nayo. Wale makerubi waliokuwepo pale hawakuwa na lengo la kuwatisha wale wamuone kama Mungu mkatili, lakini waliwekwa pale kuwafanya waweze tena kurudi kutafakari. Japo hawawezi kurudi ndani ya bustani, lakini wanaweza kuiona bustani na kuweza kutafakari walipoanguka na kuweza kuweka nadhiri zao. Tunaeleza kwamba baada ya kuwa wazazi wetu wamefukuzwa bustanini, waliendelea kuiona bustani kwa miaka mingi, iliendelea kuwepo. Kwa hiyo nikajaribu kuwaza ya kwamba Adamu sasa anakaa eneo ambalo anaweza kuliona bustani na kukumbuka maisha mazuri, sehemu ambako aliweza kucheza na wanyama, ambako matunda alikuwa anakula matunda, hakukuwa na sehemu ya kula kwa jasho. Lakini pia yupo katika ulimwengu ambao anaona kabisa kwamba hapa kula ni lazima jasho, anashuhudia vifo. Kwa hiyo ilikuwa inampatia nafasi ya kuweza kufikiria na kulinganisha kwamba, je, maisha yapi sasa ni bora? Yale niliyokuwa ninayaona ama haya maisha? Ninajaribu kufikiria kwamba ni mtu ambaye sasa ameingia kifungoni, ambapo anaweza kutoka kuangalia maisha ya uraiani, kwamba analinganisha hivi, je, ni maisha yapi bora, yale ya kifungoni ama ni maisha bora ni yale yaliyoko katika uraia? Lakini kuweza kutizama hivyo na usiweze kurudia yale maisha atakusaidia, ni utazidi kusononeka na utakufa ukiwa na msononeko wa hali ya juu sana. Lakini tunaeleza ya kwamba Mungu aliwaruhusu na kwamba walikwenda kutoa kafara zao pale katika lile eneo. Maana tunaeleza ya kwamba pale makerubi walipowekwa katika eneo upande wa mashariki, inatafsiriwa zaidi kwamba ni kama liliwekwa hema ambako Mungu pia alikuwepo. Japo ya kwamba hawawezi kurudi bustanini, kurudi katika mti wa uzima wa milele, lakini pale walikuwa wanaweza pia kukutana na Mungu na kutoa sadaka zao. Kwa hiyo tunajifunza ya kwamba mpango wa ukombozi haukuishia tu kuwafukuza na kuwafanya waishi huku wakijutia dhambi zao, lakini daima tena Mungu akawafuata mpaka kule kule walipokwenda, na akawawekea namna ambayo wanaweza kurudi na kuzungumza naye mara kwa mara, ili kuona kwamba haya maisha ya kupotea ndiyo ya muda tu, lakini yale maisha ya bustanini Edeni ndiyo maisha ya ambayo tutaishi tena. Kwa hiyo tunapata ujumbe pia ya kwamba sisi leo hatuwezi kuiona bustani ya Edeni, lakini tumekaa katika lile eneo ambalo Adamu alikuwa anakaa akiitazama Edeni. Kama ambavyo alilala akiwa na tumaini ya kwamba wakati mwingine tena atarudi katika bustani ya Edeni na maisha yatakuwa tena ni mazuri, tunapata ujumbe ya kwamba sisi tutaipata nafasi ya kuiona Edeni, tena Edeni iliyopambwa vizuri kuliko ile Edeni ambayo aliishi Adamu. Asante. Kitabu cha Ufunuo sura ya 21 linaelezea urejeshwaji tena wa nchi mpya na mbingu mpya, na Edeni ile iliyokuwa mwanzoni itarejeshwa ikiwa ni nzuri zaidi ya ile ya kwanza. Karibu tuelezee katika sehemu hii hapa, tunapata tumaini gani? Naam, shukrani. Tunapokuwa tukiendelea upande wa makerubi wawili na tumaini ambalo Mungu aliliweka katika uumbaji, ilikuwako miti miwili. Huko mti wa ujuzi wa mema na mabaya, huko mti wa uzima. Mara baada ya mwanadamu kuwa kama Mungu, kitabu cha Mwanzo 3 ile sura ya 22, ndipo sasa Mungu anaweka makerubi hawa upande wa mashariki. Kwa nini mashariki? Biblia tangu mwanzo
mashariki kwa kipindi cha kale ilikuwa ikitumika kama ndio msingi wa kwanza wa dira. Sasa makerubi hawa wawili wanawekwa pale ili kwanza kulinda ule mti wa uzima, ili mwanadamu asiweze kula matunda yale akaendelea kuishi milele. Kumbuka tuliona katika masomo ya nyuma huko kwamba Mungu waga hajipingi, kanuni ya Mungu huwa haibadiliki. Hivyo waliweka ulinzi ule kwa mwanadamu aliyeanguka asiweze kufikia mti ule. Lakini si mwanadamu tu, hata muovu na malaika wake na watumishi wake walioanguka wasiweze kufikia mti ule wa uzima. Lakini tumaini ambalo tulilonalo ni kwamba mara baada ya nchi mpya, mara baada ya kuumbwa sasa vile vitu vingine upya, ule ulinzi wa makerubi hao wawili utaondolewa, na sasa watu wote katika nchi hiyo mpya tutakuwa na uwezo wa kufikia mti wa uzima, na maisha yatakuwa milele na milele, kwani tutakuwa tukila matunda ya mti ule, hakutokuwa na ukomo wa maisha. Hilo ndilo tumaini tulilo nalo. Sasa katika upande huo wa makerubi, tukirejea katika kitabu chetu cha Isaya na katika somo hili linalosema misingi ya unabii. Katika Biblia wako malaika mbalimbali waliotajwa. Kumbuka kwamba malaika ni wahudumu wanaowahudumia watu wa Mungu. Na ikiwa ni wahudumu, wana nafasi ya kuweza kufanya sawasawa na maagizo ya Mungu jinsi yalivyokwenda. Sasa katika kitabu hiyo cha Isaya 6 iko habari ya maserafi ambao wanaelezwa pale, ambao wamefunika nyuso zao. Wimbo ukiwa ni mmoja tu, mtakatifu mtakatifu mtakatifu, wakisifu na kuabudu. Biblia imetaja maserafi wawili pekee, japo katika vitabu vingine huko wanasemekana kwamba wapo wanne, lakini ametajwa Gabriel kama mjumbe wa Mungu, ndiye aliyetumwa kupasha habari kwa Miriam, kwa Mariam. Ametajwa Michael kama askari mkuu, malaika mkuu na mtu wa majeshi, lakini kuna Uriel na huyo mwingine ambaye Rafaeli. Wachambuzi wameenda mbali zaidi na wakaona hivyo. Sasa katika makerubi hawa wanahusianishwa kwa kiasi kikubwa na ibada kwa Mungu. Kumbuka wakiwa wameumbwa kwa tofauti na mwanadamu, wenye uwezo mkubwa, wenye nafasi kubwa, wanabaki kama na sehemu ya ibada kwa Mungu mwenyewe. Nje ya hapo, nje ya kufanya sawasawa na neno la Mungu, ndipo ilionekana kuasi na kuanguka kwa Lucifer. Maana tutaona hapo mbele kwamba naye Lucifer alikuwa ni kerubi afunikaye, lakini uovu ulipoingia ukaanguka. Hivyo kuna uhusiano wa karibu sana kati ya kiti cha enzi na maserafi hawa na makerubi hawa kama nafasi ya ibada kwa Mungu wao. Lakini kumbuka tu ya kwamba kwa kuwa kizuizi hicho kiliwekwa mara baada ya uasi, kizuizi hicho cha makerubi wanaolinda mti huo wa uzima na Edeni kitaondolewa. Na ndipo sasa tutakuwa na nafasi ya kushiriki, ya kuchangamana na kuenjoy na kula raha katika nchi mpya ambayo Mungu aliweza kuiandaa. Asante. Asante sana daktari kwa uchambuzi huo mzuri kabisa, ukuelezea makerubi wawili hao waliowekwa katika bustani ya Edeni. Sasa tunaendelea mbele, tukijaribu kuona pia kuna kama kala moto wakao. Kuna vifungu hapa ningependa tusome ili tuweze kupata mlinganisho. Kitabu cha Ezekiel sura ya 1 mstari wa 4 na kuendelea hapo. Kifungu hiki kina uhusiano gani na matukio yanayoelezwa katika kitabu cha Isaya sura ya 6 na Ufunuo sura ya 4? Naam, asante. Ezekiel sura ya 1 fungu la 4 linasema, nikaona na tazama upepo wa dhoruba ulitoka upande wa kaskazini, wingu kubwa sana pamoja na moto, ukifanya duara ya nuru na mwangaza pande zote, na katikati yake kitu kama rangi ya kaharabu katikati ya moto huo. Katika Isaya 6 inatajwa pia habari hiyo ya kaa la moto, lakini katika Ufunuo vile vile
habari hiyo inaelezwa kwa namna ya kwamba katika magurudumu yale ya moto. Na kitu ambacho kiko hapa na katika kipengele hicho sasa tulichokiona cha kaa la moto wakao. Kumbuka tumeangalia vyema hapo nyuma. Sasa hapa ipo point ya msingi ambayo inaelezwa hapa. Kitu cha kwanza ni kwamba unaposoma katika Biblia, unapoona yametajwa magurudumu, unapoona limetajwa wingu, unapoona yametajwa magari ya farasi, na inapoelezewa katika Ufunuo kwamba Mungu atakuja katika magari na magurudumu ya wakayo moto, hao ni malaika wanaomzunguka Mungu. Na malaika hao asili yao wameumbwa katika moto, wana mng'ao ajabu, na ndiyo maana tunakutana na habari ya kaa la moto. Sasa kaa la moto linalozungumziwa katika Isaya ile sura ya 6 lipo kwa ajili ya kusafisha udhalimu, kwa ajili ya kusafisha uovu. Labda niombe tu nisome hii ndugu mwenyekiti kama utaniruhusu. Isaya ile sura ya 6 na lile fungu la 4. Isaya sura ya 6 fungu lile la 4. Tukianzia pale fungu la 3, wakaitana kila mmoja na wenzake wakisema, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa na utukufu wake. Na misingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake, aliyelia nayo nyumba ikajaa moshi. Ndipo niliposema, midomo michafu yamemuona mfalme Bwana wa majeshi. Sasa fungu la 6 ndipo pointi ilipo kwamba kisha mmoja wa maserafi wale akaruka akaniambia, naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitwaa kwa makoleo toka juu ya madhabahu. Utakaso huo, usafi huo, kaa la moto hilo lililotoka kule juu linaonyesha kusafishwa kwa watu, kusafishwa kwa mwanadamu, ili aweze kukutana sasa na Mungu wake na aweze kufanya kazi. Hivi leo usafi unafanyikaje? Utakaso unafanyikaje? Unafanyika kulingana na Yohana 17:17 kwamba watakase kwa kweli, maana neno lako ndiyo kweli. Viko vitu vitatu ambavyo vinaweza kutusafisha hivi leo. Kitu cha kwanza ni neno la Mungu, sauti ya Mungu mwenyewe, maelekezo ya Mungu aliyoyatoa katika neno lake. Lakini kitu cha pili ni damu ya mwanaye Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani. Inatusafisha, inatuondolea udhalimu na kutufanya tuwe wenye kufaa katika majukumu matakatifu ya Mungu. Lakini kitu cha tatu ni Roho Mtakatifu aliyeahidiwa na aliyemwagwa kwa wingi mara baada ya Yesu kuondoka. Hivyo basi, kaa la moto linaashiria kusafishwa kwa mwanadamu mwenye dhambi, lakini vile vile inatusaidia kuelewa ni utakatifu mkuu jinsi gani ulio pamoja na Mungu, ulio pamoja na gari lake, ulio pamoja na maserafi wake. Hii yote ni katika kuonyesha kwamba umtakatifu, umtakatifu, umtakatifu. Asante. Asante sana daktari kwa uchambuzi huo mzuri kabisa. Umeelezea kwa uzuri mafungu haya yote na uhusiano uliopo. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kwa muda huu tupate mapumziko mafupi, tutarejea kuendelea na mwongozo wa kujifunza Biblia. Tafadhali endelea kwa pamoja nasi. You are watching to BW Media. Stay informed. Na mpenzi mtazamaji na msikilizaji, nashukuru sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi, na nakushukuru pia kwa kuendelea kuchagua BW Media kwa ni kituo chako pendwa kabisa cha kuendelea kupata masomo haya mazuri ya mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima. Na tumerejea sasa baada ya mapumziko mafupi hayo kuendelea na uchambuzi wetu huu wa mwongozo wa kujifunza Biblia, na baada ya mapumziko tumeungana na mchambuzi wetu mwingine wa masuala ya imani na unabii, ndugu Devi Mwakilema. Tutakuwa naye hapa tukiendelea kujadili kwa uzuri kabisa kuhusiana na somo la juma hili, somo la 7, misingi ya unabii.
Na tunapoendelea sasa, mpenzi mtazamaji, tunakutana na somo hapa, Mungu katikati ya watu wake. Tumeshaona masomo kadhaa yaliyopita na naamini kuna jambo ambalo umekwisha lipata. Sasa endelea kwa pamoja nasi sasa ili uweze kuona ni vitu gani hasa unavyoweza kuvipata katika somo hili. Na ndugu Mgisha, tunapoendelea hapa tunaona safari ya wana wa Israeli namna ilivyokuwa. Tunaona walipo safari yao kuelekea nchi ya ahadi, wakafika sehemu fulani, wakaweka hema, wakapiga kambi pale. Na kulikuwa na kabila moja kuu katika kila moja ya pande walizokuwa wameweka pande nne za maskani yao. Kwa mujibu wa Hesabu 2, unaweza kutuambia ni makabila gani haya makuu yaliyokuwa yamewekwa katika sehemu hii? Asante. Tunaona kwamba Mungu wakati wowote ambapo amejifunua akiwa katikati ya watu wake. Yaani Mungu ni baba anayependa kuwa karibu sana na watoto wake, na anapenda kuwafanya watoto wake wakati wote wanapokuwa wahitaji waweze kumwangalia yeye. Tunaona kwamba wana wa Israeli walipokuwa wanasafiri kutoka Misri kwenda kwenye nchi ya ahadi, walipoweka hema, tunamuona Mungu katikati ya watu wake. Lakini liko jambo la kipekee ambalo tunatamani kulifahamu zaidi. Kwa nini kulikuwa na makabila makubwa yale manne yalikuwa yamekaa katika zile pembe? Tunaona ya kwamba katika upande wa mashariki pale, hii ni Hesabu 2 fungu la 3, tunaona lilikaa kabila la Yuda. Na tunaona kwamba katika upande wa kusini lilikaa kabila la Reuben. Tunaona kwamba katika upande wa magharibi lilikaa kabila la Efraim, na katika upande wa kaskazini lilikaa kabila la Dani. Lakini lipo jambo la tofauti la kuweza kuangalia hapo. Tunaona ya kwamba kila taifa lilikuwa likipeperusha bendera. Tunaona kwamba ile bendera iliyokuwa inapeperushwa ilikuwa inalitambulisha lile kabila. Lakini baada ya kufuatilia kidogo katika maandishi ya lesoni, tunagundua kwamba lile kabila la Yuda lilikuwa lina bendera ambayo ilikuwa ina alama ya simba. Tunaona, utakumbuka kwamba katika kitabu cha Mwanzo, ile sura ambayo Yakobo alikuwa akiwabariki watoto wake, alimwambia Yuda kwamba Yuda, wewe ni mwana simba. Akaeleza pale kwamba fimbo ya utawala haitaondoka kwako, na mambo mengine yako pale katika kitabu cha Mwanzo. Tunaona kwamba hii picha pia inabaki hapa. Ukiunganisha tena katika Ufunuo 4, tunaona kwamba mwenye uhai wa kwanza alikuwa na sura ya simba. Unaweza ukaona muunganiko uliopo. Lakini pia tunagundua kwamba katika kabila la Reuben walikuwa na bendera ambayo ilikuwa ina sura ya mwanadamu. Tunaelewa pia kwamba katika mwenye uhai tunamuona pia kuna mwenye uhai ambaye anamfana muonekano kama muonekano wa mwanadamu. Lakini pia tunaona kwamba kabila la Efraim lilikuwa linaonesha kwamba muda Yakobo wakati anambariki Efraim alimwambia, wewe ni unafanana kama ni ndama. Ndama ni mtoto yule wa ng'ombe. Tunaona kwamba imekuja tena hapa, inaonekana katika kitabu cha Hesabu ya kwamba ile bendera yao ilibeba nembo ya ng'ombe. Na tunaona pia katika wale wenye uhai wa 4 kule yuko pia ambaye anasema ana sura kama ya ng'ombe. Tunaona pia kabila la Dani ambapo liliwakilishwa na Tai Arukai. Katika pia wenye uhai tunamuona pia yuko mwenye uhai anaonekana kama Tai Arukai. Yaani kwa nini tunayaona yote haya? Alichokuwa akikizungumza ni kwamba Mungu daima anapenda kuwa karibu na watu wake. Na kama tulivyosoma tangu somo la kwanza la unabii ya kwamba kanuni za unabii zimefunuliwa kutokea Mwanzo kuelekea mpaka Ufunuo. Kwa hiyo kanuni ya kutajwa mara ya kwanza, tunaona kwamba walipoweka hema, Mungu alikuwa katikati yao. Tunaona pia katika Ufunuo kwamba wanapotajwa wenye uhai, Mungu yupo katikati. Lakini haya yote yanaweza kawa yanamaanisha nini katika maisha yetu ya leo? Ni kwamba Mungu daima anapenda kuwa katikati ya watu wake. Na tunaona pia ya kwamba haijaishia katika hema. Maana sisi leo hatujapiga hema kama walivyopiga wana wa Israeli, lakini ni uhakika ya kwamba
tutakuja kupiga hema pamoja na Mungu, na Mungu akiwa katikati yetu katika ile Edeni mpya itakapokuja. Mungu anapenda kuwa katikati ya watu wake, anatuvuta tuendelee kusogea karibu na Mungu. Basi nawe itikia wito wa kuendelea kusogea karibu na Mungu. Asante sana ndugu Mgisha kwa ufafanuzi huo mzuri kabisa. Mungu siku zote anapenda kukaa katikati ya watu wake. Ndugu Devi, karibu sasa uweze kutuambia amezungumza hapa jambo zuri kabisa kwamba sisi sasa hivi hatuishi katika kambi kama tunavyoona wana wa Israeli walipokuwa wameishi pale. Lakini sasa ni kwa njia zipi sisi sasa kwa wakati huu tunaweza kusogea karibu na Mungu katika uwepo wake? Anashukuru. Wana wa Israeli walikuwa wameelekezwa kutengeneza mfumo wa makabila yao katika sehemu 4 kama ambavyo tumeangazia kwamba kulikuwa kuna upande wa mashariki, kusini, magharibi na kaskazini. Kwamba hayo mataifa kulikuwa kuna mataifa matatu lakini ilikuwa taifa moja kama kiongozi. Lakini vivyo hivyo pia hata katika maandiko matakatifu yanatuonyesha hata katika mbinguni pia yako malango 4 hivyo hivyo. Kwamba kuna malango ya pande 4, kila upande kuna malango matatu. Si ndio hivyo? Yakifanya jumla ya 12. Swali linasema kwamba je, ni kwa namna kama wana wa Israeli walielekezwa kutengeneza mahema yao kulizunguka hema kwa ajili ikiwa ni ishara kwamba kumkaribia Mungu, je, ni kwa namna gani sisi tunaweza tukamkaribia Mungu? Hilo jambo liko wazi. Pia linadhihirishwa katika kitabu cha Ufunuo sura 21 mstari wa 22, Mungu akielezea dhumuni lake juu ya kuishi na watu wake. Anasema ya kwamba lengo la Mungu ni sisi kuendelea kumkaribia yeye. Ya kwamba sisi wanadamu wa dhambi, kwa sababu tulikuwa hatuna namna ya kumfikia Mungu, Mungu alimtuma mwana wake kwa ajili ya kuja kutufia, ambaye huyo mwana wake alikuwa kwa lugha nyingine anaitwa Emmanuel. Yaani Mungu pamoja nasi. Kumbe sa wakati huu sisi hatuhitaji kuzunguka labda kujenga nyumba zetu kuzunguka makanisa au hatuhitaji kuzunguka tukajenga hema fulani, bali popote pale ambapo tutakapokuwa tupo tuamini ya kwamba Mungu yupo pamoja na sisi kwa sababu ya kifo cha Yesu msalabani. Asante sana, umezungumzia vizuri ni kwa namna gani sisi leo tunaweza kuwa karibu na Mungu ukiachana na kipindi kile cha wana wa Israeli. Asante sana kwa uchambuzi wao mzuri, na tukidumu hapo njoo tuelezee kuhusiana na anguko la Lucifer. Hivi tunavyosoma vitabu vya roho ya unabii na Biblia na maandiko tofauti, unaweza kutuambia ni sababu ipi hasa au ni kitu gani kilichosababisha anguko la Lucifer? Anguko la Lucifer tumekwisha kuangazia katika toka hizo sura zilizopita ya kwamba tukianza wenye uhai wa 4 tukikuja kwa nabii Isaya, mambo yote ambayo alikuwa anayaona alikuwa anarudisha sifa na utukufu kwa Mungu, akielezea kwamba yeye ni chombo dhaifu, mwanadamu dhambi asiyeweza hata kumtazama Mungu. Lakini katika kitabu cha Ezekiel sura ya 28 mstari wa 11 mpaka 17, lakini pia kitabu cha Isaya sura ya 14 mstari wa 12 mpaka 14, anaelezea anguko la huyu kerubi afunikae ambaye alikuwa ni Lucifer, ya kwamba alikuwa na matazamio au alikuwa na matarajio makubwa ya kuweza kuchukua sifa na utukufu ambao Mungu alikuwa nao. Ndio maana utaona katika kitabu kile cha Isaya anasema ya kwamba kitabu cha Ezekiel anasema kwamba anadhabiria kwamba nami nitakiinua kiti changu hata mahali pa juu kuliko nyota za mbinguni, nami nitaka nifanane na yeye aliye juu. Yes, kwamba anaonesha ni nia aliyokuwa nayo ya kuweza kuchukua nafasi ya Mungu. Ndio maana kwenye kitabu cha Isaya sura ya 14 ule mstari wa 12 mpaka mstari wa 14 inaelezea kwamba aliumbwa katika hali ya ukamilifu. Alikuwa ni mkamilifu katika njia zake. Mungu alimuumba akiwa amekamilika, hadi tu pale alipoamua yeye kuibua uovu ndani ya moyo wake kutokana na uhuru wa kuchagua. Kwa hiyo anguko la Lucifer kwa kifupi limetokana na, naweza nikasema, matumizi mabaya ya uhuru aliyokuwa amepewa, likampelekea yeye kuweza kuasi na kuingia katika dhambi. Uhuru ukizidi sana unampelekea mtu kujiona anaweza kufanya chochote. Nashukuru sana daktari. Ukija kuelezea hapa bado tuko kwenye anguko la Lucifer, maana ndio lilopelekea shida zote hizi tunazopitia kwa sasa. Tunaona hapa alikuwa ni kerubi anayefunika. Yaani
na kwa maono yetu tunaona angeweza kusaidia kufunua utukufu wa Mungu. Yani si ndio tulichokuwa tunategemea, angesaidia kufunua utukufu wa Mungu kwa ulimwengu, lakini kinyume chake imekuwa sivyo. Karibu utuelezee pia ni kwa namna gani sasa huyu Lucifer anaweza kupingwa katika dunia hii ya sasa. Naam, asante. Lucifer, kerubi. Kumbuka lesoni yetu inasema misingi ya unabii. Zipo nabii kadhaa hapa ambazo umekwisha kuziona na tunaziona na tutaendelea kuziona. Nikupe kwa uchache kwamba kerubi huyu alikuwaje na makerubi na maserafi kule mbinguni wakoje. Msingi wa unabii katika Mwanzo pale tulivyoona, Hesabu ile sura ya 2, alafu Ufunuo ile sura ya 4, alafu pia kuna Ufunuo 5 imegusiwa kwa udogo hapo, na kitabu cha Isaya ile maserafi ambapo anagusia. Kuna unabii hapo ambao unasema kwenye sura 4, sura ya kwanza ikiwa ya mtu, hii ikimaanisha utambuzi, akili, kuweza kubainisha mambo. Sura ya 2 ikiwa ya simba, simba ikiwa inamaanisha utawala, nafasi ya uongozi, nguvu katika jamii. Lakini sura ya 3 ya makerubi maserafi hawa na mfano wa wenye uhai hawa walio wanne ni sura ya ng'ombe, ambayo ikimaanisha unyenyekevu, utumishi. Tunakumbuka kabisa namna ng'ombe alivyo katika utumishi wa kilimo, unyenyekevu na utumishi. Lakini iko sura ya 4 na ya mwisho ambayo ni ya tai, ikimaanisha njozi, uwezo wa kupaa, uwezo wa kufikisha habari, maono, unabii na siku za mwisho na siku zetu tulizopo. Sasa mara baada ya kuona hivyo, Lucifer alikuwa kerubi afunikaye. Ezekieli 28 inaelezea kwa uzuri. Hiyo Isaya alivyogusia mchambuzi hapa ni unabii pia ambao unaonyesha kwamba kule awali alijiinua ili amfikie Mungu, lakini hakuweza kumfikia. Lakini katika miisho ya ulimwengu huu, mara baada ya kwamba uovu wote utakamilishwa, atabaki peke yake duniani akiwa mkiwa, ndipo inapokuja kutimia ile kwamba akaanguka na kushushwa kabisa kuzimu. Kuzimu ikiwa inamaanisha sehemu ya ukiwa, sehemu ya wazi. Lakini kitu kingine tunachokuja kukiona hapa kwa huyu Lucifer ni kwa namna gani aliweza kutaka hivi vyote. Kiburi ndiyo chanzo cha haya yote, na ikiwa ni kiburi kwa sifa zile zote, kwa uwezo ule wote aliokuwa nao, kiburi kilipoinuka ndipo ilikuwa chanzo la anguko. Na wanasema kwamba pride comes before fall, yani kiburi kinapoinuka ndipo kuanguka kunapokaribia. Na the higher the pride, the higher the downfall. Yani kadri kiburi kinapokuwa kikubwa zaidi ndipo kuanguka kunavyozidi kuwa kukubwa. Sasa ni kwa namna gani, ndugu mwenyekiti umeuliza, tunaweza kushindana na tunaweza kumpinga huyu mwovu ibilisi? Namna pekee ni kuweza kushinda dhamiri asi mioyoni mwetu. Na tunashindaje dhamiri ovu, dhamiri ya kiburi, dhamiri ya kutaka kujiinua? Tunashinda kwa kumtazama Kristo na Kristo peke yake. Mfano aliotoa katika Calvary ni mfano bora kabisa ambao utatuwezesha kumshinda yule mwovu. Tuwe wanyenyekevu, tusitake kujiinua, tusitake kuwa na kiburi, lakini kwa nguvu za Mungu, kwa ushindi ulioonekana kupitia Kristo, ndipo tutaweza kumshinda yule ibilisi. Tofauti na hapo, kumbuka mwanadamu ni kiumbe aliyeumbwa, lakini ibilisi Lucifer alikuwa ni kerubi, ana nguvu nyingi, ana uwezo mwingi. Kwa udhaifu wa mwanadamu peke yake hawezi kumshinda, ila kwa mamlaka na nguvu na ushindi ulio katika Kristo ndipo tutaweza kumshinda. Na nimalizie kwamba Mungu huwa yupo katikati yetu. Mungu anapatikana wakati
watu wake walipo. Yupo mahali ambapo wewe na mimi upo. Hapo ulipo Mungu yupo pamoja nawe, na ndio maana akasema Immanueli, Mungu aliye pamoja nasi. Asante. Asante sana kwa uchambuzi huo ndugu Mgisha. Tunaona ujumbe wa malaika wa kwanza unapozungumzia habari ya injili ya milele, lakini katika historia ya dunia yote tunaona namna Kristo alivyotufanya. Sasa wajibu wetu ni upi kama kanisa au mtu mmoja mmoja, namna ya kwenda kuwajulisha watu kuhusu kile ambacho Kristo amekifanyia kwa ulimwengu? Asante. Tumeona ya kwamba tangu mwanzo tulipoanza kusoma habari za Isaya, tumeona ya kwamba mwanadamu ni mdhambi ambaye akisimama mbele za Mungu inakuwa ni kana kwamba mtu mchafu aliyesimama mbele ya kioo kinachoangaza. Yule mtu atauona uchafu wake namna ulivyokuwa mwingi, na ataona ni kwa namna gani anahitaji kusafishwa. Lakini tunagundua ya kwamba kusimama mbele ya Mungu ni zaidi ya kusimama mbele ya kioo, maana Mungu ni kioo ambacho baada ya kukuonyesha uchafu hukwambia fanya nini ili uweze kutakasika na kuwa msafi. Kama tulivyoona ya kwamba Kristo ndiye alikufa msalabani kwa ajili ya ondoleo la dhambi la watu wote. Alikufa kwa ajili ya dhambi za watu wote zilizopita, hata wale ambao walitoa kafara katika hekalu kipindi cha Agano la Kale, dhambi zao zilipewa msamaha pale msalabani. Lakini tunaona ya kwamba sisi tunaoishi hivi leo tunatubu dhambi zetu, tayari Kristo alikwisha kuzifia pale msalabani, na dhambi za wote zitakazotendwa mpaka anaporudi alikwisha kufa msalabani. Hakuna dhambi ambayo ni kubwa kiasi cha kumhitaji tena afe msalabani kwa ajili ya kuifidia. Sasa swali ni moja, wewe dhambi yako ni kitu gani kwa msamaha mkubwa ambao ameutoa Yesu Kristo? Lakini turudi katika jukumu la sisi ambao tumeweza kupokea huu ujumbe, na wewe ambaye baada ya kuangalia kipindi hiki utakuwa umeupata ujumbe. Kwa hayo machache ambayo utakuwa umeyapata, Mungu anakuagiza kama alivyomwagiza Isaya kwamba nenda. Pengine unaweza ukasema hapana, tazama Mwenyezi Mungu kama Isaya kwamba mimi ni mchafu, ni mdhambi na kinywa changu kimejaa maneno machafu. Ndipo tunaona ya kwamba Mungu alivyomtakasa Isaya atakutakasa na wewe pia. Na baada ya kukutakasa atakupa maagizo ya kwamba enenda ukaangaze nuru. Sisi baada ya kupokea ujumbe tunakuwa kama maselafi ya kwamba tunapaswa kwenda kuangaza hii nuru tulionayo ndani, na ndipo tunaona kwamba Yesu alitoa mifano kwamba ni nani ambaye akiwa na taa huenda kuificha chini. Hapana, kila mtu huenda kuiweka juu ya kiango ili iangaze, aweze kumuona hata mende anayepita chini. Ndivyo ilivyo hata sisi kwamba baada ya kupokea hii nuru tunapaswa kuiweka kiangani, kila mtu atakapoiona akapate kuona ya kwamba tunapaswa kuendea njia ya Kristo. Na mwisho napomalizia katika kipengele ni kwamba wakati wowote tulijifunza pia katika masomo yaliyopita kwamba Mungu alipotaka kuleta mabadiliko kwa watu ambao wamekuwa wakiamini tofauti kwa watu wengi, hakupita tu kwa kundi kubwa la watu na kuwabeba na kuondoka nao, ila alianza kwa kutumia watu wachache ambao ni sawa na wale ambao wanaonekana kwamba wamekuwa na tabia inayofanana lakini ni mbovu. Akaanza kubadilisha kundi dogo la watu, baada ya kundi dogo la watu ndipo akafikia kundi kubwa la watu. Alikuwa anafanya kazi na kundi dogo la watu. Utaona kwamba alianza na Ibrahim, akamtoa katika jamii kubwa sana ya watu waliopotea, utakumbuka. Lakini kutoka kwa Ibrahim likapatikana taifa la Israeli ambalo lilisimama kama kiwakilishi cha Mungu katikati ya ulimwengu wenye mataifa mengi yaliyochanganyikiwa. Lakini leo hii lipo kanisa la Waadventista wa Sabato ambalo limesimama katikati ya makanisa mengi yanayoibuka na kuanguka kila uchao. Lakini pia tukienda mbali, yuko Mwadventista Msabato ambaye yeye anasimama katikati ya watu wengi ambao wamechanganyikiwa na maisha ya dunia hii, wengine wa kiasi cha kuichukia imani, wengine kiasi cha kuona Mungu hayupo. Lakini Mwadventista Msabato ambaye ameipata hii nuru anasimama kama taa. Na mwisho uko wewe ambaye umetizama somo hili, wewe pia unasimama kama nuru. Nashukuru sana ndugu Mgisha kwa uchambuzi wao mzuri kabisa. Jukumu tulilo nalo mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa vipindi hivi ni kutoka kwenda kuangaza nuru hii tuliyoipata kwa watu wengine pia
waweze kumuona Kristo na kupingana na hila zote za mwovu ibilisi. Ndugu David, tunapoelekea miisho sasa ya lesoni yetu hii, ndivyo tunavyohitimisha kwa namna hii. Somo letu lilikuwa linasema misingi ya unabii. Tumeshachambua baadhi ya vipengele katika sehemu hii. Unaweza kutuambia sasa ni vitu gani tunavyoweza kutoka navyo matumizi maishani tukavitumia, mpenzi mtazamaji anayetufuatiana kutazama wakati huu aweze kutoka na jambo analoweza kulitumia katika maisha yake? Mambo ambayo ya kuondoka nayo au mambo ambayo tumejifunza katika somo la juma hili yako mengi, lakini yote naweza nikaiweka katika kundi moja kulingana na mimi. Jambo la kwanza ambalo tumeliona, Mungu anatutambulisha sisi kama waeneza nuru. Mungu anatutambulisha sisi kama maserafi, ya kwamba kazi yetu ambayo ametupatia hapa duniani ni kueneza injili ulimwenguni kote, kwenda kulitangaza jina lake, kwenda kuipeleka nuru kwa watu wote. Lakini jambo lingine ambalo Mungu anataka, ametuonesha majukumu ya maserafi, lakini pia akatuonesha namna ambavyo Lucifer alikiuka majukumu ya maserafi, lakini pia ametuonesha mwenendo wa maserafi unavyotakiwa kuwa. Kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 14 ameelezea, kianzia pale mstari wa 9 mpaka mstari wa 9. Yule malaika jambo kuu ambalo analifanya, anasema kwamba tumche Mungu na kumtukuza. Kwa maana saa ya hukumu yake imefika. Kwamba si yeye tu, wenye uhai wanne na wale wazee 24 wanainamisha nyuso zao chini na kusema kwamba mtukufu, mtakatifu, 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 kwa maana wewe uliziumba mbingu na nchi. Wanarudisha utukufu kwa Yesu Kristo ambaye kupitia yeye ulimwengu mzima uliumbwa. Naam, wewe kama Mwadventista msabato, wewe kama mnayesikiliza kipindi hichi, tambua ya kwamba Mungu amekuchagua uwe moja kati ya maserafi, yani mueneza nuru, kama ambavyo Yohana alikuwa amechaguliwa kwenye kitabu cha Yohana sura ya 5:35. Jukumu lako ni kupeleka nuru kwa watu na sio kutaka kuonekana wewe kuwa ni bora kuliko Mungu. Kwa kufanya hivyo unakuwa unaenenda sawa sawa na kitu ambacho Lucifer alikifanya. Unajitafutia anguko. Kwa hiyo jambo ambalo nimeondoka nalo ni kwamba ibada, mfumo mzima wa ibada na utukufu wote anayestahili kupewa ni Mungu peke yake. Nashukuru. Asante sana, asante sana. Hilo ulilomalizia ni la msingi sana, mpenzi mtazamaji. Ibada anayetakiwa kurudishiwa ni Mungu peke yake na si mtu mwingine anayestahili ibada. Asante sana. Daktari, karibu tuambie ni vitu gani hasa tutakavyotoka navyo katika somo la juma hili. Karibu. Naam, asante. Tunapokuwa katika miisho ya somo zuri la misingi ya unabii, vitu ambavyo tuondoke navyo katika somo hili ni kwanza, unabii wote ulitolewa na Mungu mwenyewe, ukaelezwa kwa watu wake. Namna ambavyo mbingu ilifunguka, manabii wa Mungu wakaona, ndiyo namna ambavyo Mungu alielekeza watu wake wa awali Israeli kuweza kuandaa sehemu, kuandaa hekalu, kuandaa patakatifu. Vyote hivyo vilikuwa ni mfano wa kule mbinguni. Hivyo utakavyokuwa unakutana navyo katika hema ya wana wa Israeli, vyote vile vina mfano wa kule mbinguni. Kitabu cha patakatifu kinaelezea kwa uzuri zaidi uhusiano uliopo kati ya patakatifu pa mbinguni na patakatifu palipofanyika duniani na namna unabii ulivyoweza kufanyika. Kitu cha pili ni kwamba ibada zetu sasa, kumbuka maserafi, watu wote waliomuona Mungu, manabii, hata Isaya mwenyewe kama tulivyoona alisema takatifu, takatifu, mtakatifu. Ibada zetu tunazokuwa tunazifanya kwa Mungu, vipi tunapokutana na Mungu hekaluni, tunapokutana na Mungu ibadani, utakatifu unaonekana katikati ya ibada zetu, au ibada zetu huwa tunafanya tu ili mradi? Inabidi tujichunguze, maana hekaluni Mungu anapatikana, Mungu yuko pale. Sasa ikiwa tunakutana na Mungu alafu tunafanya vitendo vya ovyo, ibada zetu zinakuwa mbovu, sio sahihi. Kitu cha pili, kitu kingine ni kwamba misingi hii ya unabii katika somo ambalo tumejifunza ni katika maisha yetu ya kila siku. Mungu anapokuwa katikati yetu, vipi
tunaruhusu tuone ule mng'ao wa Mungu, ule utakatifu wa Mungu, na unatubadilisha maisha yetu. Ikiwa hatufanyi hivyo, basi tunamkosea sana Mungu ambaye anajifunua katikati yetu. Tunapokutana na Mungu, tuzidi kuwa watakatifu, tuzidi kuwa wakamilifu, lakini Mungu huwa yupo katikati yetu, ameelezea kupitia manabii wake, na hakika tunaweza kufahamu misingi hii ya unabii kwamba kinachofanyika mbinguni kilifanyika duniani, na mwisho wa siku katika nchi ile mpya tutaweza kukiona vyote kwa uwazi kabisa. Kwa uwazi tutaona maserafi, tutawaona makerubi, hizo nyuso 4, hizo au wazee 24 ni wale ambao walifufuka pamoja na Mungu. Biblia haijaweka bayana ni wazee gani, ila tutawaona tukifika huko. Lakini yote haya abaki mmoja wa kuabudiwa, na anapoabudiwa ibada zetu ziwe zenye kumpendeza, zisiweze kuchanganywa na kitu chochote. Kilio alicholia Isaya, ole wangu mimi, kikaliwe katika makanisa yetu ya hivi leo, kikaliwe katika maisha binafsi ya sisi sote. Tusiendelee kumchafua Mungu na kumuona kama wa kawaida, bali tumuone kama mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Na mpenzi mtazamaji na msikilizaji, hivi ndivyo tunavyoelekea miisho kabisa ya lesoni yetu hii ya juma hili, somo la 7, misingi ya unabii. Lakini mpenzi mtazamaji, nikikuacha na nukuu moja ya Ellen White katika kitabu cha Pambano Kuu, kurasa wa 552 na 553. Ni nukuu nzuri kabisa, nimeona ni kuachie hapo ili uendelee kuitafakari. Kristo anawaangalia waliokombolewa wakiwa wameumbwa upya katika sura yake, kila moyo ukiwa na chapa kamilifu ya sura ya Mungu, kila uso ukiakisi mfano wa mfalme wao. Anaona ndani yao matokeo ya waliokusanyika, wenye haki na waovu. Anatangaza, tazama thamani ya damu yangu, kwa ajili ya hawa niliteseka, kwa ajili ya hawa nilikufa, ili waweze kuishi mbele yangu katika zama zote milele na milele. Na wimbo wa sifa unapanda juu kutoka kwa wale waliovaa mavazi meupe, waliokizunguka kiti cha enzi. Astahili mwana kondoo aliyechinjwa kuupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Haya ni maneno mazuri kabisa, napenda nikuache nayo mpenzi mtazamaji, ukiendelea kuyatafakari katika somo hili la juma hili. Na mpenzi mtazamaji, mpaka kufikia hapa mimi sina la ziada kutokea hapa studio. Nipende kukaribisha katika somo linalofuata, na tutakuwa na wachambuzi wetu kama kawaida wakituchambulia mada hizi moto moto. Na nipende kuwashukuru waliofanikisha kufikia kwa matangazo haya moja kwa moja, ikiwa na ndugu William hapo nyuma ya kamera akihakikisha mambo yanaenda vizuri kabisa na wewe kupata matangazo haya mpaka kufikia hapo ulipo. Na ulikuwa nami mtangazaji wako Miriam Mwesau, na tunapoenda kufunga sasa nimkaribishe ndugu Devi atufungie kwa ombi, na Mungu aendelee kukubariki sana. Karibu. Basi nikualike ndugu mpenzi mtazamaji, tufumbe macho tupate kuomba. Tuombe. Tunasema asante Mungu wetu wa mbinguni kwa sababu ulikuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi hiki hadi masaji na lako litukuzwe. Tunashukuru kwa sababu Bwana umezidi kutufundisha, umezidi kutukumbusha wito wetu sisi kama wasambazaji wa nuru hapa ulimwenguni ni nini tunachotakiwa kufanya. Lakini pia umetukumbusha ya kwamba sisi kama wanadamu tunafaa kuleta sifa na utukufu kwako. Endelea kutukumbusha, endelea kutuongoza kuyatenda yale yaliyo mapenzi yako. Muda huu tena Bwana tunajikabidhi mikononi mwako, yale yote ambayo umetufundisha yakawe msaada katika maisha yetu ya kiroho. Tunaamini utatenda, na umekwisha kutenda, kwani tumeomba na kuamini katika Kristo Yesu. Amina. Amen. Amen.